hiyo la wadau na wafadhili. Fikishie mwenyewe mwenyekiti. Bwana mimi ni mwenyekiti pia, lakini ni mwenyekiti wa mazoezi. Mimi sasa hivi kilomita zangu bado chache. Mtaka ananizidi kilomita za kukaa huku. Bwana Mvua Mrindoko, mkuu wa mkoa wa Katavi, naye ana kilomita nyingi huku. Mimi kama kuna watu na waonea, Serukamba kanikuta. Kweli usikweli? Kanali Ahmed Ruvuma kanikuta na mzidi kilomita huku. Naye jisikia vizuri kumuonea Chongolo. Kanikuta lakini alikuwa katibu mkuu wa chama. Hapo najisikia safi sana. Na huwa anapenda kukutania wewe kwa umekuja kututunguza. Chongolo atakakaa sisi kwa muda. Kama yule mama alikuwa naibu katibu mkuu wa chama. Kristina Mdeme. Ndio. Wale wanakuja hata huyu. Wanakuja wanatuchunguza alafu wale wanakuja. Na mimi? Kwa hiyo tunachunguza hapa baadaye. Utasikia habari yenu. Tulikuwa tunakusanya jumla ya shilingi milioni 107 kwa michango yote ya halmashauri zote pamoja na sekretarieti za mikoa. Kwa sasa hivi kwa ongezeko hilo ambalo nimelisema, tunatarajia kupata jumla ya shilingi milioni 167, ongezeko la milioni 60. Na kama ilivyotoa ufafanuzi na katibu tawala, kama mwenyewe kwa ufafanuzi mzuri, ni kwa sababu ya offset ya haya mapungufu ambayo tumeyaona. Tumefanya hivyo kwa kufikiria pia kwamba what if katibu mkuu asolete hiyo 107 tunafanyaje kwa ile mapungufu ya haraka ambayo nimeyasema. Umeme milioni 51, Beyausa milioni 44, vyoo kwa makadirio ili watu waweze kupata huduma milioni 30. Tayari hapo na 100 na kitu. Na bado kuna barabara na huduma zingine ambazo zitahitajika. Na ndio maana tukafikiria kwamba labda pengine twende kwenye kiwango hiki ambacho nimekisia. Ninashukuru kwa maelezo yao ya kujitolea kwa ajili ya kusaidia pia kwenye maeneo ya wafadhili. Mwaka jana tulikuwa na wenzetu wa Tanzania ambao walikuwa mfadhili mkuu, na kwa mwaka huu bado tuna room ya kutafuta wafadhili wengine ili ni huyo wao na wengineo ndani na nje ya kanda yetu ili kufadhili. Lakini hatuna guarantee sana. Sehemu pekee ambayo unaweza kusema kwamba unaweza kuipata ni hii ambayo tumeiongelea mheshimiwa mwenyekiti. Na kwa mwaka jana tulikuwa na vyanzo vingine ambavyo tulikuwa tunapata kwa sababu ya uzio ulipokuwepo. Mwaka huu wetu uko wazi sehemu zote. Kwa hiyo hata wale ambao wanachangia, kwa mfano wale ambao kuna pipa kwa ajili ya vyakula, kwa ajili ya hoteli ile, namna ya kuwadhibiti kwa uwanja ambao uko wazi. Nalo ni changamoto, ndio maana tukasema basi tujielekeze kwenye sehemu hii ambayo tunaweza tukajadiliana hapa tukakubaliana sote. Naomba kuwasilisha mheshimiwa mwenyekiti. Asante mheshimiwa mwenyekiti, lakini na mimi naomba kutoa shukrani kwamba timu yetu ya wataalamu wote wamefanya kazi, wameshiriki. Na tunawaamini sana timu yetu ya wataalamu, walichowasilisha hapa ni kitu bora. Naamini kabisa tunaweza tukafanya hili jambo. Pendekezo la kuongeza michango, twende tukaangalie tu namna ya kufanya. Na ndio hicho nilikuwa naongeleza rasmi wenzangu hapa. Budget tulikuwa huko Dodoma juzi na imeshapitishwa. Budget TAMISEMI imeshapita na ceiling zile zote zipo tayari. Kwa hiyo wote sisi tulibudget kiwango kile cha kawaida. Kwa hiyo hiki cha nyongeza sasa ni kitu ambacho tunabidi tupambane nacho. Na mapambano tunaweza tukafanya reallocation baadaye, haina shida. Lakini timeliness ndio shida, jinsi ya kulipa mapema. Maana hapo tutabidi tuwakope labda wazabuni, watakaotoa huduma, vitu kama hivyo. Sababu hata mkurugenzi akikubali kutoa hiyo milioni 4 wakati yeye budget labda milioni 2.5, hiyo itapelea lazima. Kwa hiyo sasa tuangalie jinsi gani tunatoka, kwa kuwa mwisho wa siku ili jambo lazima lifanyike.
na hatutaki kufanya kwenye kiwango cha chini, kwa kuwa maonesho ya Nane Nane hapa kama Mbeya tulishaomba yawe ya kimataifa. Kwa hatuwezi kurudi nyuma, tukiamini kwamba mwaka ujao ujenzi utakuwa labda umekamilika, utakuwa bora zaidi. Kwa hiyo cha muhimu cha kukazana mwaka huu maonesho haya angalau tu maintain ile standard ya mwaka jana. Kwa hiyo nafikiri tunaomba viongozi wetu wa juu tusaidie, tushirikiane pamoja, tumuombe waziri, tumuombe katibu mkuu, nao kama hii michango ya nyuma nayo wailete, kwa kuwa hata kama wakandarasi wapo wangeweza kutujengea hata ile front pale. Unakumbuka ile front yetu ilivyokuwa nzuri ya entrance, unajua ile inavutia sana. Kwa hiyo tungeweza, kwa sababu kama hiyo ni part of the fence, kwa hiyo ni vizuri angalau ile fence na nini pale mwanzo paanze kuonekana vizuri, huku ndani tukaweza kuangalia jinsi gani ya kuweka mambo sawa. Na swala lingine ambalo mimi napata moyo kidogo, kwa kuwa wataalamu wetu wamepitia, lakini ukiangalia taarifa ambayo walitupa mwaka jana, sasa sina uhakika kwa sababu sijaongea bado na wataalamu wangu, taarifa hizi zimekamilika tu jana, lakini budget ukiangalia ule ukurasa namba 10, mapato mwaka jana tulitegemea tupate bilioni 1.3 na matumizi yaliokuwa yamepangwa kwenye ile budget ni bilioni 1.01. Lakini kilichotokea mwaka 2024, fedha ambayo mapato halisi yalipatikana ni milioni 430, na tumeweza kufanya ile maonesho kwa kiwango kile kwa milioni 430, na fedha iliyotumika ni milioni 428, na bado tumebaki na change ya 1.2. Although kuna hayo madeni ya milioni 100, tunaomba wizara tusaidie kwa kuwa tuliondoa kiingilio, na kwa mwaka huu pia kiingilio kwa kiasi kikubwa hakitakuwepo. Kwa hiyo hapo tunabidi turudi nyuma tukapige hesabu, lakini inawezekana. Yaani naona kama kuna uwezekano fulani. Ila mimi nafikiri kwa kuwa halmashauri, mikoa, maonesho haya ni ya kwetu na sisi ndio watendaji wakuu katika eneo hili kama serikali, twende tukajipange na tukiamini kabisa kwamba tutaangalia hapa na pale, lakini tujitahidi hata kama itawezekana hizi fedha additional tuzipate. Inapowezekana popote, hata mwaka huu kama ikiwezekana, tuanze kulipa kidogo ili maandalizi yaanze na tuweze kupita. Tumemaliza majadiliano au tuendeleze hivi? Tumemaliza majadiliano. Sasa nataka maazimio mazuri. Yako mangapi? Nani anatuongoza kwenye maazimio? Sekretariat, karibuni. Wasilisho la maazimio ya kikao hiki. Azimio la kwanza, halmashauri zitatakiwa kuongeza kiwango cha mchango kutoka milioni 2.5 hadi milioni 4 ili kufanikisha maonesho ya sherehe za Nane Nane mwaka 2025. Wahusika ni wakurugenzi wa mabaraza ya serikali za mitaa. La pili, halmashauri zilizovunja mabanda zitumie mabanda ya muda au mahema ili kufanikisha maonesho. Wahusika ni wakurugenzi na wadau wa maonesho. La tatu, huduma ya maji na umeme zirejeshwe ndani ya uwanja wa maonesho. Wahusika ni TANESCO na BEOSA. La nne, wadau na halmashauri waanze maandalizi ya maonesho mapema ikiwemo mipango. Wahusika ni wakurugenzi na wakuu wa taasisi. La tano, barua ya kuomba wizara kuwezesha urejeshwaji wa miundombinu ya maji na umeme pamoja na ukamilisho ulipaji wa madeni iandikwe na kutumwa wizarani. Mhusika ni katibu tawala mkoa wa Mbeya. La sita, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya iandae vikao na wadau ili kutafuta fedha za ufadhili. Mhusika ni katibu tawala wa mkoa wa Mbeya. La mwisho, la saba, kikao cha pili cha maandalizi. Hizi wasimamia mheshimiwa mwenyekiti mapendekezo. Kikao cha pili cha maandalizi kifanyike wiki ya kwanza ya mwezi Juni na kikao cha tatu kifanyike wiki ya pili ya mwezi Julai mwaka 2025. Naomba kuwasilisha.
Leo ni siku nyingine ambayo nimefurahi sana kufanya kazi na nyinyi. Tumefanya kazi yetu kwa muda mfupi, lakini kwa ufanisi mkubwa sana. Naomba sasa kama timu moja na kwa lengo la kufanikisha sherehe hizi ziwe nzuri zaidi, pamoja na misukosuko tuliyoipata, sasa tuondoke kama kitu kimoja, na kila mmoja wetu ambaye ana jukumu katika haya maazimio tuliyokubaliana akayatekeleze kwa nia ya kufanya sherehe hizi za mwaka huu ziwe nzuri zaidi. Kikao hiki sasa kimefungwa.